Naam, mtazamaji, habari njema kwa Tundu Lissu akiwa gerezani kuhusu kuachiliwa kwake huru na kufutwa kwa kesi yake ya uhaini kwa mara ya mwisho. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kuhusu kuachiliwa kwa Tundu Lissu kwa kina na kwa undani zaidi. Mataifa 17 ya magharibi yakiongozwa na Uingereza na Ujerumani kwa mara nyingine yametoa moja matamshi yenye nguvu zaidi ya kidiplomasia kuhusu machafuko ya kisiasa nchini Tanzania. Sasa yamemtaka Samia Suluhu na serikali yake kiongozi wa upinzani Tundu Lissu aachiliwe huru mara moja. Tamko lao la pamoja la hivi punde limeleta mshtuko katika duru za kisiasa za kikanda na kimataifa na kuweka shinikizo kubwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali ya CCM kushughulikia wasiwasi juu ya ukiukwaji wa haki za binadamu kufuatia maandamano ya Oktoba 29 na kufutwa kwa kesi ya Tundu Lissu. Katika hatua yao iliyoratibiwa, nchi za Uingereza, Ujerumani, Kanada, Ufaransa, Italia, Uholanzi, Poland, Slovakia, Uhispania, Sweden, Denmark, Norway, Umoja wa Ulaya na nchi nyingine kadhaa zimeitaka Tanzania na rais wao Samia Suluhu kuwaachia mara moja wafungwa wote wa kisiasa na kufuta mashtaka walioyaeleza kuwa ni ya kisiasa dhidi ya Tundu Lissu na viongozi wengine wa Chadema. Wamesisitiza kwa kuendelea kuzuiliwa kwake hakukubaliki, haswa katika uso wa ushahidi unaoongezeka wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Wanadiplomasia hao walisisitiza kwamba familia zinazoomboleza Tanzania lazima pia kwa upande mwingine ziruhusiwe kukusanya miili ya wapendwa wao waliouawa wakati wa maandamano na miili yao kutoweka iweze kuletwa mara moja. Walisema kwa kuzuiliwa mabaki hayo ya miili ni ukiukwaji wa utu wa ubinadamu na kurefusha kiwewe kinachopatikana kwa familia ambazo tayari zimeharibiwa na hasara ya maandamano. Wajumbe hao kutoka nje ya nchi walisisitiza kuwa utawala wa Tanzania lazima uchukue hatua haraka na kwa uwajibikaji ili kumaliza mateso yanayosababishwa na mawasiliano yasiyoeleweka na ucheleweshwaji wa muda mrefu kama vile kesi ya Tundu Lissu. Sasa hivi huenda, iwapo Rais Samia Suluhu Hassan ataitikia wito huu, huenda tukamwona Tundu Lissu akifurahi na kutabasamu kwa kesi yake kufutiliwa mbali. Kulingana na muungano huo, matokeo ya kuaminika kutoka kwa waangalizi wa ndani na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yanaonyesha ushahidi wa kutatanisha wa mauaji ya kiholela katika maandamano, utekaji nyara, upotevu wa kulazimishwa, kukamatwa kiholela na kufunguliwa kesi za kiholela na kuficha miili kimakusudi. Matokeo haya yameongeza hisia za uharaka za jumuiya ya kimataifa na mataifa ya kigeni, huku wajumbe hao wakisema kuwa hali hiyo inahitaji sio tu uwazi bali uingiliaji kati wa haraka katika ngazi za juu zaidi za kisiasa. Katika tamko lao la pamoja la hivi punde, wanadiplomasia hao kutoka mataifa ya Ulaya wametaka kuachiwa bila masharti kwa wafungwa wote wa kisiasa, akiwemo kiongozi wa Chadema Tundu Antipas Lissu ambaye anatumikia kesi ya uhaini sasa hivi gerezani, wakisisitiza umuhimu wa kupata huduma za kibinadamu pia za matibabu na uwakilishi wa kisheria kwa wale ambao bado wanashikiliwa rumande. Walionya kuwa kushindwa kushughulikia matatizo haya na serikali ya Tanzania kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa hadhi ya Tanzania duniani kote na uhusiano wa Tanzania na mataifa mengine mengi ya nje. Wajumbe hao walisisitiza kuwa Rais Samia Suluhu lazima atekeleze kwa haraka mapendekezo yaliyotolewa na Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Ripoti hizi za awali za uchaguzi pia zilionyesha udhaifu wa kimuundo na kutofautiana kwa taratibu katika mchakato wa uchaguzi baada ya Tundu Lissu ambaye alifaa kuwania katika kinyang'anyiro hicho cha uchaguzi, lakini aliweza kufunguliwa kesi na kuzuiwa gerezani kutowania. Muungano wa nchi za Magharibi ulibainisha kuwa moja hatua muhimu katika kurejesha imani ya umma na kimataifa itakuwa ni kusitishwa mara moja kwa kesi za kisheria dhidi ya Tundu Lissu na kuachiliwa kwake kikamilifu. Waangalizi wa mambo wanasema shinikizo jipya la uhuru wa Tundu Lissu linaashiria mabadiliko. Hata kabla ya taarifa hiyo ya pamoja, hali ya kufadhaika ndani ya nchi ilikuwa tayari imeonyesha wasiwasi kuhusu haki ya kukamatwa kwake. Wanadiplomasia wa nchi za Magharibi sasa wameweka suala hilo katika kitovu cha kidiplomasia ya kimataifa, wakipendekeza kwamba hatua za kimahakama ambazo hazijatatuliwa dhidi ya Tundu Lissu zinaweza kudhoofisha ushirikiano wa Tanzania na washirika wake wenye ushawishi mkubwa. Nchi hizo pia zilidai uchunguzi huru, kamili, wazi na jumuishi kuhusu ghasia zilizozuka Oktoba 29.
zilisema kwamba uchunguzi huo lazima usiwe na ushawishi wa serikali na unapaswa kuhusisha mashirika ya kiraia, mashirika ya kidini na waangalizi wasioegemea upande wowote ili kuhakikisha imani ya umma katika matokeo ya mwisho. Wataalamu wa haki za binadamu vilevile wanaona kuwa kiwango hiki cha ukosoaji ulioratibiwa wa kidiplomasia ni nadra sana, hasa dhidi ya Tanzania na rais wao Samia Suluhu, nchi ambayo kijadi inatazamwa kama tulivu katika ukanda huu wa Afrika. Hali sasa imeongezeka hadi kufikia hatua ambapo serikali za kigeni zimehamia zaidi ya kuonyesha wasiwasi na sasa zinatoa wito wa moja kwa moja wa uwajibikaji na mageuzi ya kimfumo. Muungano huo pia uliitaka Tanzania kuwajibika katika kusimamia haki za kikatiba, hasa haki ya kupata habari na uhuru wa kujieleza. Walionya kwamba kukandamiza uhuru huu kungezidisha hasira ya umma na kuzuia nchi kupona baada ya wiki za mvutano na machafuko. Walisisitiza kuwa Tanzania lazima iheshimu ahadi zake za kimataifa na kujenga upya mazingira ambapo wingi wa kisiasa na uhuru wa kujieleza unalindwa badala ya kuadhibiwa. Taarifa yao ilisisitiza kuwa serikali lazima itengeneze mazingira ya ushiriki huru wa kisiasa badala ya kuharamisha upinzani. Walieleza kuwa kuendelea kushikiliwa kwa viongozi wa upinzani akiwemo Tundu Lissu kumetuma ujumbe wa kutia moyo kwa wananchi wa kawaida ambao wanahofia kujihusisha na siasa kunaweza kusababisha kukamatwa, vurugu au kutoweka au kufunguliwa kesi. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanakumbuka kuwa Tundu Lissu amenusurika majaribio ya hapo awali ya kutaka kumuua kwa risasi na kwa muda mrefu amekuwa ishara ya upinzani dhidi ya unyanyasaji wa serikali. Kukamatwa kwake mapema mwaka huu kumezua wasiwasi wa kimataifa na wafuasi wake wanahoji kwamba amekuwa akilengwa kimakusudi kwa sababu ya ukosoaji wake wa wazi wa taasisi za serikali. Ujumbe wa Muungano wa Magharibi unakuja siku moja tu baada ya Marekani kutangaza kwamba itafanya mapitio kamili ya uhusiano wake na Tanzania, ikitaja mauaji na ukandamizaji wa kisiasa uliofuata kipindi cha uchaguzi. Tathmini hii kulingana na waangalizi inaashiria uwezekano wa athari za kidiplomasia, kiuchumi na kiusalama ikiwa hali itasalia kuwa haijatatuliwa. Kwa kuzingatia maendeleo ya hivi punde, Watanzania wengi sasa wanatazamia kuona kama serikali ya Samia Suluhu itajibu shinikizo hili kali na la umoja kutoka Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa ya Ulaya na mataifa mengine ya kigeni, na kama Samia Suluhu atakubali kumwachilia uhuru ama kufutwa kwa kesi yake Tundu Antipas Lissu. Familia za wafungwa vile upande mwingine, mashirika ya kiraia na wanaharakati wanaendelea kudai kurejeshwa kwa haki wanazoamini kuwa zimeminywa kwa utaratibu nchini Tanzania. Kwao kuachiliwa kwa Tundu Lissu ni mojawapo ya haki hizo, na kuachiliwa kwa Tundu Lissu si hitaji la kisiasa tu, ni mtihani wa dhamira ya taifa katika demokrasia. Wakati ulimwengu ukiangalia kwa makini, serikali ya Tanzania inakabiliwa na uamuzi muhimu: ama kuchukua hatua kuelekea uwazi, haki na upatanishi wa kisiasa, au hatari ya kutengwa zaidi na washirika wakuu wa kimataifa. Kwa sasa hitaji la kuachiliwa kwa Tundu Lissu mara moja limekuwa kitovu cha mwitikio wa kimataifa kwa mgogoro unaoendelea nchini Tanzania na kuweka hatima yake katika moyo wa mustakabali wa kisiasa wa Tanzania.